Simon Mapunda. Ile shule kwa kweli mpaka kuja kuisha itatuletea tija kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru. Kwa hiyo kwanza tutakuwa na umaarufu katika kata hii kupata ile shule, na hata wanafunzi walikuwa wanateseka kutoka vijiji hivi kwenda kusoma Nsungu, lakini baada ya kupata hiyo shule tunaishukuru sana, tunashukuru. Kwa hiyo changamoto ilikuwa na umbali wa kutoka Kipingu kwenda Nsungu, kwa hiyo ni kilomita karibu 3. Kwa hiyo changamoto ilikuwa wanafunzi kufanyiwa majaribio hapa katikati, lakini kwa hiyo tulipopata shule tunashukuru sana. Changamoto 90% itapungua kupata ujauzito wa wanafunzi. Kwa majina naitwa Kilian Simon Nyendoa. Shule hii kwa kweli sisi kama wazazi tumefurahi sana, kwa sababu kwanza wanetu walikuwa na shida sana kwenda kusoma Manda Sekondari, wanatoka saa 9 za usiku, unaona wanatembea usiku, bakabaka walikuwa wengi pia. Kwa hiyo sasa baada ya tamko ya msaada huu alitupatia mheshimiwa mbunge, tunafurahi sana. Kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi niseme tu kama mwenyekiti wa halmashauri kwamba sisi tutaendelea kutenga fedha za mapato ya ndani kwa ajili ya kuleta hapa, na nilikuwa naongea huko akaniambia mwakani kuna uwezekano wa kuwa na mikondo 3. Nikiangalia kwenye bajeti yetu tumetenga madarasa 2 tu. Nikasema anyway, tukitoka hapa tutajadiliana, pengine tukaone kama tunaweza kuongeza 1 ili yawe 3. Kwa wananchi wa Ruvu msikate tamaa, endeleeni kupambana. Shule ya kwetu, zile nguvu ndogo ndogo zile za kujitolea tujitoe ili shule yetu ikamilike. Nimeteuliwa baada ya wiki moja, yani niko na nafasi wiki moja. Kuna watu wakatuchafua kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Ruvu kutokuwa na sekondari. Nikapata simu ya waziri moja kwa moja wa TAMISEMI, nina wiki moja tangu kuteuliwa. Hilo swala la Ruvu likoje? Nikasema mkuu, naomba nilivalie njuga moja kwa moja ili tulianzie kazi. Baada ya kumalizana na ile simu yangu ya kwanza ilikuwa kwa mkurugenzi, sijaonana naye, hata simfahamu anafananaje. Nikampigia simu mkurugenzi, nikatoa maelekezo, hapo ikatengwa fedha ikaletwa kwenye shule hii. Ikawa kuna mambo hayaendi vizuri, naambiwa kwamba pale kwenye msingi pana mawe, pana hivi, na hiyo habari niliipatia nikiwa kwenye mkutano. Kama mnakumbuka Wanangerenge, tulifanya ziara, mkutano uliisha jioni. Nikasema kwamba sitaondoka, nitalala huku Manda, asubuhi nitaamka pamoja na nyinyi kuhakikisha kwamba msingi unafanyaje, unachimbwa. Nikaja hapo kushiriki pamoja na nyinyi. Lakini niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa mzee wangu hapa pamoja na wazee wake wale wengine. Niliwahi kukutana nao hapa. Sijui wako wapi leo. Hawapo, wako kule. Lakini wale wazee mimi nawafahamu. Mheshimiwa Kamonga, kwa hiyo honoraria ulioitoa basi na wale wazee wengine nao wakumbukwe. Huyu mzee wezekana yuko hapa kwa sababu nyumbani kwake ni karibu, si ndio? Lakini mimi nilikutana na wale wazee wote, ninawafahamu. Ndio. Walikuwa nafikiri kama ni kitu fulani ambacho kitafikia mwisho. Yawezekana watu wengine mko nao karibu, lakini hao hawakutaka kuonekana leo hii watoto wamesimama namna hii. Nilipewa majibu ya kuvunjwa moyo. Kwamba sio viongozi wengine wa vitongoji wenyewe wengine hawaji kujitolea, sio hivi. Akasema, wewe ni kiongozi ndio unajibu. Nikamwambia sikiliza, ninapopanga la kwangu mimi huwa silifikii, yani huwa alifikii nusu, ni lazima zifikie mwisho. Hii shule nitajenga na nitaikamilisha. Lakini kaka yangu yawezekana akunielewa vizuri mwanzo hapa, wakati tunakata utepe, nilikata huku na huku nikampa yale maua. Si kwamba nilikuwa nakutwisha kwamba ni msaidizi. Nilikuwa nakupa maua yako. Ndiyo tafsiri ya kiitifaki. Nimekata utepe kwamba nimefungua, lakini nimempa maua yeye Mheshimiwa Kamonga. Si kwamba nilimuona kwamba eti yani nimemtupia nyasi. Nilikuwa nampa maua yake. Yaani ile inatakiwa uondoke nayo kwenye gari mpaka nyumbani kwamba nimefanikisha shughuli hii.
kwa sababu iko fedha ya jimbo imeletwa hapa, ziko fedha binafsi kutoka kwake zimeletwa hapa, na hata wakati mwingine tulipokuja kujitolea, nakumbuka ulisema bwana, niko mbali, lakini kuna mbuzi, si mnakumbuka huo mchango mdogo? Nani kama Mwanaparuchi? Kwa hiyo nimeona ni halali ninapokamilisha jambo hili nikate utepe, nichukue maua nimpe. Huko ndio kumpa maua yake. My brother, asante sana. Nashukuru. Jambo la mwisho hapa, tumeanza. Nilivyoona idadi ya hao watoto, mnaweza mkaiona hata sura yangu, ninafungua lakini sina furaha. Leo hii tunaenda mwezi wa pili, miezi tuliobakiwa nayo ni miezi 11 tu. Hapa kichwa changu kinachemka. Je, wenzao wakija watakaa wapi na hawa wasogee wapi? Ninawaza hawa watoto, je, kwa umbali wataweza kuhimili kishindo? Wanahitajika wapate sehemu ya kuishi hapa. Kwa hiyo yawezekana nyinyi ikiwa mna furaha, lakini mimi uso wangu unajitafsiri kabisa ya kwamba baada ya kuona kiwango kikubwa cha watoto nimeanza kupata mawazo mapya. Mwenyekiti wa halmashauri amezungumza, kile tulichokitenga nitamke wazi, hakitoshi, twende tukawaze upya. Tutaenda kuwaza upya. Lakini Mheshimiwa Kamonga, una ile mbinu yako ile ya nini, ya dharura, inaitwaga nini ile, yale maombi ambayo yapoko kwenye bajeti, maombi maalum. Kakaangu, sijajua huwa wakati unaandikaga maombi yako maalum huwa unasaliji novena ya namna gani kuhakikisha kwamba yanatimia, kwa sababu yote huwa yanakamilika. Nikuombe, wakati sisi kupitia mapato ya ndani tumefikia hapa tulipofika, Mheshimiwa mbunge, libebe katika maombi maalum. Wewe unafahamu namna tunavyoshirikiana, tusukume kwa pamoja ili hii shule ipate fedha ya kutosha, tuhakikishe mabweni yapo, tuhakikishe majengo yapo, tuhakikishe maktaba zipo na miundombinu yote ya elimu yako hapa. Umefika pale, mwenyekiti wa halmashauri ameongeza moja tena, yamekuwa matatu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema twende tukakae tena. Kwa hiyo na yeye kuna ongezeko jingine, mnaweza mkashangaa maabara au nyumba ya mwalimu. Asante sana. Sisi oye. Hawa viongozi wenu walinipigia simu wakasema tutumie NIDA yako tuangalie majina tuandike kwenye kibao uje uzindue shule. Nikakataa, nikasema hapana. Hii wilaya Mama Samia Suluhu Hassan amemkabidhi Olivanus Paul Thomas kuwa mkuu wa wilaya. Ni kazi yangu kwenda kuwapigia madebe huko, sawa bungeni na huko mpate. Ndugu yangu mkuu wa wilaya huyu hapa alishiriki pale siku ya kwanza kuchimba msingi, amesimamia mambo mengi sana. Ndio kisa mimi kumkatalia Mrema na wenzio wasiweke jina langu. Niliona anastahili kabisa mkuu wa wilaya, amesimamia. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nakushukuru sana, kwa sababu alikuwa Dar es Salaam na Dodoma. Amefika saa ngapi mimi sijui, sababu tulimwandaa huyu DAS aje azindue kwa niaba yake. Kwa hiyo umekuja na Lupalu, itakuwa bwana huyu. Sisi oye. Nakushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nakushukuru sana. Umeacha kumbukumbu kubwa kwenye kata hii ya Ruhuu, na ule mto uliokuwa nauona ndio mto wenye jina lake wenyewe. Jina limechukuliwa na kata, limechukuliwa na sekondari, pengine litachukuliwa na kitu kingine. Sisi oye. Kwa nilivyotoka hapa madarasa, habari ndio hiyo. Nilikwenda shule ya Kipingu, mlivyonichagua miaka 5 ya kwanza. Nilihuzunika sana, nilikuta madarasa yanavuja, shule inavuja. Nilichokikuta pale ndio hicho nilienda kukuta pale St. Thomas Msungu. Nilikuwa nimeomba kule madarasa 5 na hapa 5. Ya hapa yalikwama. Kwa nini yalikwama? Kwa sababu tulipangisha kata yetu ugenini.
Wenzetu Nsungu walijengewa madarasa 5. Nani ameyaona? Mmeyaona eh? Ndio. Mwenyekiti wa Nsungu wa kijiji yuko wapi? Kuna mama mmoja tafutafu hivi. Hai hapa.